Okay, sawa. Sasa mara baada ya bondia Hassan Mwakinyo kushikiliwa na jeshi la polisi siku 2-3 zilizopita hapa kutokana na kudaiwa kumpiga mtu mmoja na kumsababishia majeraha makubwa huko jijini Tanga, ambapo baadaye zilikuja zikasambaa video clips kutoka katika media mbalimbali, yule mtu akiojiwa akiwa katika hospitali akiwa na majeraha makubwa katika baadhi ya maeneo katika mwili wake, ikionekana kwamba kaumia mguuni na kavalishwa hogo, yani lile POP, lakini pia kaumia vibaya sana katika maeneo ya mkononi pia na maeneo mengine ya mwili, ikidaiwa ya kwamba Hassan Mwakinyo ndio amempiga, na wengi wakidhani kwamba ni mwizi. Lakini swala la mwizi ama sio mwizi sisi hatufahamu, ila tunafahamu tu kwamba sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haziruhusu mtu kujichukulia sheria mkononi na kuanza kupiga. Sheria hizo hazipo kabisa. Sasa video clips zilisambaa katika maeneo mbalimbali, aliojiwa na kituo kimoja cha TV and radio kutokea hapo Mbezi chini jijini Dar es Salaam, lakini pia wapo waandishi wengine ambao walifunga safari mpaka kuelekea kule jijini Tanga kwa ajili ya kuchukua maoni kutoka katika pande mbili juu ya kile ambacho kilitokea hivi karibuni. Wapo ambao walienda mpaka kabisa katika eneo la mtaani huko katika mitaa ya huko jijini Tanga Sahare, kutaka kusikiliza tu maoni juu ya kile ambacho kilitokea kwa bondia bingwa wa uzani wa juu WBO Hassan Mwakinyo mvunja nazi kwa ugoko. Sasa mara baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi huko jijini Tanga, inaonekana ni kama ameachiwa, kwa sababu bondia mwenyewe Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X ambao unafahamika kama Hassan Mwakinyo Sava Janjaro, hiyo ikiwa inasomeka kama bio yake: usiangalie boy ili wape watu thamani. Usiangalie bio ili wape watu thamani inayolingana na heshima ya tafsiri yako. Sasa amechapisha posti hapa ikiwa ni siku moja ambayo inaonekana ni siku ya jana, na ikiwa imekuwa pindi, yani akiwa ameiweka hapo juu haiwezi kutoka, akiwa yeye yupo anakula chakula hivi sinia, sahani kubwa kweli, na wali maharage nini, ndizi pamoja na samaki mkubwa kinoma hapa, na vyakula vingine ama products, mazao mengine ya baharini, akisindikiza na caption ujumbe unaosomeka kwamba nashukuru Mungu nimerudi nyumbani salama, chuki za wanadamu zimeshindwa mbele ya kudra za Mwenyezi Mungu. Alafu akaweka emoji fulani hivi, ni kama yani ni kama sijui cha kuzomea hivi tukitafsiri hivi na vitu kama hivyo. Huyu ni bondia Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa X wenye followers wafuatiliaji 31,900, yeye akiwa amefollow watu 5,497, akiwa amejiunga mwaka 2020. Huu hapa ukiwa ni mwezi Mei. Pengine kama ni kweli ni ukurasa wake wa Instagram, basi hivi ndivyo ambavyo ameposti Hassan Mwakinyo. Lakini kama sio ukurasa wake ni vinginevyo, basi kwa sababu sometimes bana watu wanaedit sana baadhi ya mambo, lakini unaonekana kabisa huu hapa ni ukurasa wake. Sasa saa 7 zilizopita tena huko nyuma ameposti picha yake mwenyewe akiwa inaonekana ni kama amechoka kufanya mazoezi hivi, au ni kama anaelekea kwenye kufanya mazoezi hivi, akiwa amejiposti mwenyewe kavaa t-shirt yake kali hapo na nini na kibukta chake maeneo ya milimani hivi, akiandika caption inayosema kwamba usifungue mdomo wako kusema ikiwa tu unachotaka kusema kina maana zaidi ya kukaa kimya. Hiyo ni post nyingine ambayo Hassan Mwakinyo ameiposti katika saa 7 zilizopita, lakini katika saa 3 nyingine zilizopita ameposti picha akiwa amepiga mjumba mmoja wa hatari sana, jumba suti na tai, akiwa amekaa style fulani hivi, yani style fulani hivi. Hii kwa wale wataalamu tunaweza tukasema hii hapa ni medium shot, aina ya picha iliyopigwa hapa, ama tuweza tukasema kwamba ni portrait. Yeye kaweka tu lile gloves, yale magloves ya kupigana huko kwenye ring. Sasa hizo ni taarifa ambazo zimeendelea kutoka mara baada ya hivi karibuni kushikiliwa na jeshi la polisi bondia Hassan Mwakinyo
kutokana na kumpiga kijana ama kumpiga mtu ambaye inasemekana kwamba alifika katika nyumba yake na alitaka kumfanyia chochote kitu. Basi Hassan Mwakinyo akaamua kumdunda, kaamua kumshushia kichapo cha maana na chenye kuleweka kweli kweli. Ukimsikiliza kijana katika baadhi ya interviews anasema kwamba sababu ilikuwa ni nazi. Yeye alikuwa akienda kuokota nazi ambazo zilikuwa ukingoni kabisa mwa ukuta wa nyumba ya bondia huyu Hassan Mwakinyo. Hizi ni taarifa tunaendelea kukuletea juu ya kile kinachojiri katika ilisa kata la bondia Hassan Mwakinyo, mvunja nazi kwa ugoko, bondia ambaye pia anaiwakilisha vyema Tanzania katika mashindano ya masumbwi huko, mashindano ya vichasa, ngumi na kadhalika. Hii ni Kurasa TV Online na mimi ni mtangazaji wa taifa. Nifuate katika ukurasa wangu wa Instagram kwa jina la mtangazaji wa taifa. Tufuatilie pia, endelea kuwa karibu na Kurasa TV Online katika mitandao mbalimbali ya kijamii.